Mtu tajiri zaidi duniani alizaliwa upya na kuwa mwenye umri wa miaka 8 tena. Jambo la kwanza kabisa alilofanya lilikuwa ni kufanya maamuzi kwa niaba ya mama yake. Alikubali talaka kutoka kwa baba yake ambaye alikuwa ni mtu mhaini au muovu. Baada ya kubonyeza alama yake ya kidole kwenye karatasi, alimkabidhi baba yake mkataba wa talaka. Yameisha, ndoa imevunjika, toka hapa. Lakini mama yake alichanganyikiwa kabisa. Siku zote alikuwa na ndoto ya kuwa na familia yenye furaha na iliyoungana. Hata kama maisha hayajawa ya haki kwake, hakuwahi kutaka familia isambaratike. Mtoto huyo wa kiume alimwangalia mama yake na kusema, "Mama, huwezi kuendelea kushikilia mwanaume ambaye hakupendi tena. Kuanzia sasa, nitakutunza na nitakutafutia mtu aliye bora mara 10,000 zaidi ya huyo muhaini." Baada ya baba yake kuondoka huku akiwa mnyonge, mtoto huyo alimfariji mama yake, akimwambia asipoteze matumaini kwa sababu akiwa naye kando yake, siku za mafanikio zilikuwa karibu sana. Kutokana na kuona jinsi mtoto wake alivyokuwa mpevu na mwenye busara, mwanamke huyo alijisikia mwenye kujivunia na mwenye kuvunjika moyo kwa wakati mmoja. Alitoa kiasi cha 5,000 ambacho alikuwa amekiweka kwa akiba kwa shida kwa ajili ya ada yake ya shule na kumkabidhi. Alimwambia asome kwa bidii na kuwa mtu mwenye mafanikio hapo baadaye. Mtoto huyo alitikisa kichwa kwa kutii, lakini mara tu mama yake alipogeuka kuanza kupika, alichukua ile 5,000 na kukimbilia moja kwa moja kwenye soko la hisa. "Dada, ningependa kununua hisa." Kisha akamimina fedha zote juu ya meza. Shukrani kwa kumbukumbu za maisha yake yaliyopita, mara moja alinunua hisa za dhahabu ambazo zilikuwa zikishuka kwa siku 10 mfululizo bila hata kusita. Alikuwa tayari anafikiria kwamba mara tu hisa zitakapopanda na kupata fedha, jambo la kwanza kabisa ambalo angefanya lingekuwa ni kumnunulia mama yake nguo mpya. Wakati huo huo, rais wa kampuni naye aliwasili katika ukumbi wa biashara. Alimtambua mtoto yule mdogo mwenye sura ya kitoto akiangalia hisa alizokuwa amenunua, na kwa wema akasema, "Hisa hiyo haina siku zijazo. Chukua fedha zako uondoke uende nyumbani." Mtoto alijibu kwa utulivu, "Huelewi, vita viko karibu kulipuka ngambo na hisa hizi hakika zitapanda." Kutokana na kuona kwamba mtoto huyo asingebadili mawazo yake, rais alijitolea kwa dhati kupendekeza hisa bora zaidi. Lakini mtoto huyo, akiwa tayari ameshaishi maisha mengine hapo awali, alijua kwa hakika ni hisa gani iliyokuwa hazina iliyojificha. Hata hivyo, mwanamume aliyesimama mbele yake alionekana kuwa mwenye moyo mwema, tajiri na mwenye muonekano mzuri. Hivyo wazo lilimjia mtoto huyo ghafla. Alimwambia kwamba hisa hizo hazitapanda tu, bali zitaendelea kupanda kwa siku 10 mfululizo. Kama hakuamini, wangeweza kuweka dau. Rais alitabasamu na kuuliza, dau hilo lingekuwa nini? Mtoto alijibu kwa utulivu, "Hisa hizi zikitoka juu, utamuoa mama yake na kumfanya kuwa mwanamke tajiri anayeheshimika." Mara tu aliposema maneno hayo, wasaidizi waliokuwa wamesimama kando ya rais walipauka uso mara moja na kumwonya haraka kuwa mwangalifu na kile alichokuwa akikisema. Lakini rais alikubali dau hilo bila kusita. Hata hivyo, alipomwangalia mtoto huyo, aliongeza, "Ukishindwa, usiwahi kucheza kamari na fedha za mama yako kwenye soko la hisa tena." Wakati huo huo, mama wa mtoto huyo aliingia kwa hasi. Alipogundua kwamba alikuwa ametumia kila sarafu kwenye hisa, aliina mkono ili kumchapa kibafu. Fedha hizo zilikuwa matokeo ya kazi yake ngumu, zilizowekwa kidogo kidogo kwa ajili ya ada yake ya shule. Ingekuwezekanaje azitupe ovyo ovyo bila kujali? Lakini mtoto akasema, "Sikuzitupa ovyo ovyo. Hiki kinaweza kubadili kabisa maisha yetu na hata kuturuhusu kuwa sehemu ya familia tajiri." Maneno yake zilisikiwa na baba yake wa zamani pamoja na mwanamke mwenye mbinu chafu aliyekuwa kando yake. Walianza kucheka kwa sauti. Walimkejeli kusema yeye ni mtoto tu mwenye ndoto zisizowezekana ambaye hata hajapoteza meno yake yote ya utotoni, lakini tayari anataka kucheza soko la hisa. Baba yake mwovu alijisikia mwenye kuamani kwamba alikuwa ametekeleza talaka hiyo, akifikiria kwamba mtoto huyo angemtia matatizoni. Hata alimshauri mwanamke huyo kukata uhusiano na mwanae ili baada ya kupoteza fedha zote asije akaanza kumwomba msaada. Lakini mtoto alijibu kwa jiamini, "Hakuna haja ya kusubiri. Katika dakika 3 hisa hizi zitapanda sana, kisha ninyi ndiyo mtagombana kuomba msaada." Mwanamke yule mwenye mbinu chafu alicheka kana kwamba amesikia kituko cha kuchekesha zaidi duniani na alimkabili moja kwa moja. "Hisa hizi zikiendelea kushuka dakika 3 kuanzia sasa, wewe na mama yako mtakuwa watumwa wetu kwa maisha yenu yote. Lakini zikitoka juu, nitapiga magoti mbele yenu ninyi wote na kuomba msamaha mbele ya kila mtu." Mama alimshika mkono mwanae kwa nguvu, akijaribu kwa shida kumshawishi aachane na dau hilo ajabu. Lakini mwanamke yule hakukubali kuliacha lipite, akiwachekesha kusema, "Familia ya Yang imekuwa maskini kwa vizazi 3. Umaskini uko kwenye damu yao na bado wana ndoto za kubadili maisha." Mama alitazama machoni mwa mwanae yaliyojaa nia thibiti na akaamua kumwamini bila yaka yoyote. Chochote kitakachotokea wakati huu, alikuwa tayari kukikabili naye. Kila mtu aliyekuwepo aliamini kwamba mama na mwanawe wangeshindwa. Hata rais, kabla ya kuondoka kwa sababu ya jambo la dharura, alitikisa kichwa chake kwa kutokuamini. Muda wa kuhesabu ulianzia na hisa ziliendelea kushuka. Akitazama nambari zikishuka, mama alihisi kana kwamba visu vilikuwa vikichokemwa moyoni mwake. Bila kutaka mwanaye adhalilishwe, alijiandaa kupiga magoti na kukubali kushindwa. Lakini kwa muda wa mwisho, soko la hisa lilikatisha biashara na kutoa habari za dharura.
Mgogoro wa silaha ulilipuka ngambo na kufanya bei za dhahabu za kimataifa kupanda juu sana. Hisa hizo ambazo mtoto alikuwa amenunua zilipanda juu kama kabao aliyetoroka. Wakati huo, rais alipokea habari kwamba hali ya kimataifa ilikuwa imebadilika na kwamba kila hisa aliyoiwekeza ilikuwa ikishuka. Akikumbuka kile mtoto alimwambia, mara moja alimwamuru msaidizi wake kununua kila hisa ya sekta ya dhahabu iliyopo na kuziuza siku 9 baadaye. Baba yule mwovu na mwanamke yule mwenye mbinu chafu mara moja walibadili rangi ya nyuso zao kuwa weupe kama majini. Mtoto alitaka waheshimu dau lao kwa kupiga magoti na kuomba msamaha, lakini badala ya kukubali kushindwa, waliwaita wahulini wao waliowaajiri na kuwaamuru wavunje miguu ya mama na mtoto huyo. Wakati wa hatari kubwa zaidi, milango ilifunguka kwa kishindo na rais aliingia akiwa na kundi la walinzi. Niko hapa kumtembelea mtaalamu mdogo wa soko la hisa.